tujue hukumu kwanza ya kuoa wake wengi, kisha hikma ukishakujiona umo wewe utazitafuta. Lakini kwanza tujue hukumu yake ni kitu gani. Bila shaka katika yale maelezo nitakayoyazungumza ndani ya muhadhara wangu nitagusia ndani yake hikma na sababu za kuwekwa hukumu hizo. Katika mada zilizokuwa muhimu sana kuzungumzwa katika zama zetu, na katika mada ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kanijalia leo ndio kuizungumza, pamoja na kwamba nimekuwa na mihadhara mingi sehemu mbalimbali, vipindi mbalimbali, mawaidha sehemu mbalimbali, nikizungumza juu kwa juu tu pamoja na kwenye madarasa. Lakini leo ndio hasa Mwenyezi Mungu kaika taufiki yake mimi kuzungumzia hukumu ya kuoa wake wengi kwa hikma aitakayo Mwenyezi Mungu. Jingine, kwa kule kwetu Zanzibar watakaosikia muhadhara huu, hapa ninapoanza mazungumzo mwanzo wakiona kichwa cha habari wanaweza wakashtuka, kwa sababu ni mtu mmoja ambaye sizungumzi masala haya. Lakini kwa sababu kuna haja ya kufahamishana katika jamii, na jamii inaelekea siko, na mikrofoni hizi, vipaza sauti na mitandao ya kijamii imekuwa na tashwishi kubwa, kila mmoja amekuwa msemaji, imepelekea zile ahkami za kisheria sasa zinaanza kuchezewa. Mada ya asubuhi kidogo ilikuwa na changamoto zake za tawassuli wa matawassuli na dalili ya kujuzu, au sio? Na masahaba kidogo ilikuwa inawaka moto. Hii mada ya sasa hivi ukiitizama kama haiwaki moto, lakini kuna moto wake wa kifuu. Yawezekana maneno nikayazungumza leo kuna watu wakayafurahikia na wakayapenda. Yawezekana mazungumzo ninayozungumza leo kuna watu wakachukiwa nayo, wakanchukia maisha yao. Yote inawezekana. Uwezekano wakatokezea watu wakafurahi kweli kweli, na kuna watu wanaweza wakazuka wakanichukia. Sasa ninachowaambia ni kimoja tu, usinifurahikie wala usinichukie. Yatazame yale ninayozungumza yanaingia akilini. Yatazame ninayozungumza ni yale ambayo kaja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ukiona mambo nitakayozungumza pengine hukubaliani nayo, nenda kafanye bahthi na wewe, pekura. Usikurupuke kuelezea kwa kile kichwa chako kinavyoona. Sababu hapa kuna kurekodiwa, kuna kurushwa, kuna watu kusikiliza sehemu mbalimbali. Na si hasha ukamwona mtu kakata kipande anachokitaka yeye tu aje kukirusha baadaye. Kwa hivyo tahadhari hii inaitwa mapema, kwa muhadhara huu unashikamana tukia mwanzo mpaka mwisho. Mada yetu imekalia kwenye aya ya 3 ya suratul Nisa. Muhadhara mzima utazunguka katika mada hii, katika aya hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa in khiftum, mkikhofia alla ta'dilu alla tuqsitu fil yatama, mkikhofia kutokuwafanyia uadilifu mayatima, wale waliokuwa chini ya malezi yenu na uangalizi wenu, ikiwa mmewapenda kuwataka kuwaoa na mkashindwa kuwapa mahari inavyopaswa, fankihu ma taba lakum minan nisa,
basi bora oweni wanawake wengineo wako chungu mzima wazuri watakuwa kupendezeni. Hao wengineo hamtowadhulumu, lakini mayatima kwa sababu wako chini yenu, mali zao ziko kwenu, inawezekana mkawadhulumu. Fankihu ma taba lakum, basi kama mna hamu ya kuoa oweni wengineo, mathna wa thulatha wa ruba. Mkitaka kuoa wawili oweni, mkitaka kuoa watatu oweni, mkitaka kuoa wanne oweni. Sio mkae kuwadhulumu mayatima. Fa in khiftum alla ta'dilu, lakini hizi idadi tulizozitamka huko Mwenyezi Mungu anasema mkihofia kwamba mkashindwa kuja kuwafanyia uadilifu, fawahida, basi toshekeni na mmoja. Dhalika adna alla ta'ulu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida au ma malakat aymanukum, dhalika adna alla ta'ulu. Ikiwa mmehofia basi toshekeni na mmoja. Au vile vile mnaweza mkajumlisha na wale vijakazi waliokuwa chini ya himaya zenu. Zama za vijakazi hatuna sasa hivi, hakuna watu wenye kumiliki watumwa. Aya hii ndiyo mada yetu ya leo. Tutazungumzia katika vichwa vya habari vifuatavyo. Tutazungumzia nini hukumu ya kuoa wake wengi kupitia aya hii. Tutazungumzia kuoa wake wengi na asili yake katika Uislamu. Tutazungumzia hukumu ya kuoa wake wengi kwa sharti zake kama zilivyotajwa ndani ya Qur'ani. Tutazungumzia vile vile hizi sharti ndizo ambazo tutakuwa tunaogelea. Halafu tutakuja kuzungumzia masaili tofauti yanayohusiana na kuoa wake wengi, vikiwemo vidhibiti, kanuni, misingi, tanbihi, yote yatakuja yanaingia katika masala haya ya kuoa wake wengi. Tuanzeni na hukumu ya kuoa wake wengi. Ilivyo tuanze kwanza kujua nini hukumu ya kuoa huyo mmoja, si ndio? Lakini tutakuja kuzungumza baadaye. Kwa sababu ilivyo, kwa vile tunazungumzia hukumu ya kuoa wake wengi, kwanza tujue nini hukumu yake, ili tuondoe kiu, alafu tuendelee katika tafsiri. Wanavyuoni rahimahumullah wamegawanyika sehemu kuu mbili katika hukumu ya kuoa wake wengi. Wako waliosema kwamba kuoa wake wengi kunategemea kila mmoja na hukumu yake. Hakuna hukumu moja ukasema kuoa wake wengi ni sunna kwa kila mmoja ikawa ni sunna, hapana. Au kuoa wake wengi ni mubah kwa kila mmoja ikawa ni mubah, hapana. Kuoa wake wengi ni wajibu, hakuna kitu hicho. Inategemea mtu mwenyewe alivyo. Hiyo kauli ya kwanza. Wako waliosema, wachache sana waliosema hivyo kwamba ni sunna. Wale waliosema inategemea kila mmoja na hukumu yake, wakasema asli itabakia kuwa ni mubah, rukhsa. Asli ni mubah ambao ni rukhsa, na ndio tunayoiwafiki sisi, na ndio kauli ya jumhuri wanavyuoni wa Kiislamu tokea zamani mpaka hii leo, kwamba kuoa wake wengi asili yake sio sunna, bali kuoa wake wengi asili yake ni nini? Ni mubah. Aya inasema hivyo kwa sababu imekuja katika misingi ya kuwekewa vidhibiti. Jambo la sunna si aghlab kuwekewa vidhibiti. Ukiambiwa sali qabliyatu dhuhri, kuna vidhibiti vimewekwa, sali tu, aghlab iko hivyo. Ukiona toa sadaka, si aghlab kuwekewa vidhibiti, toa tu. Lakini vitu vya mubah mara nyingi vimewekewa vidhibiti
ikiwa ukikifanya kitu cha mubah kikawa kinyume na anavyotaka Mwenyezi Mungu, unaingia kwenye haramu, basi mubaha ile lazima ikiwe kidhibiti. Nitakupeni mfano. Kula nyama ya ng'ombe halali si halali? Halali, mubah au sio? Imekuwa kidhibiti. Lazima ng'ombe awe amechinjwa kichinjwa kilichokuwa cha halali, si ndio jamani? Naam, kichinjwa cha halali. Ikiwa ng'ombe mbele yako unamuona kapigwa risasi, kapigwa umeme mbele yako, hajachinjwa, unaruhusika kisheria kumla yule nyama yake? Hairuhusiwi, kwa sababu mubah imewekewa vidhibiti. Na huku kuoa wake wengi imewekewa vidhibiti. Qur'ani imesema fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Hii ni dalili tosha kwamba hili jambo kumbe ni mubah. Ikiwa mtaogopa kufanya uadilifu, basi mmoja anatosha, kwa sababu asli ni kuoa mmoja. Asli ni kuoa vipi jamani? Mmoja. Wa pili na watatu na wanne ni matukio, ni hali ya mtu na mazingira yake. Kwa hivyo mtu asije akasema leo muhadhara wa leo shekhe kaja kusema kuoa wake wengi mharamu. Sijasema maneno haya, wala sithubutu kusema, kwa sababu Qur'ani imesema kwamba ni mubah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nafahamiana hapo kwa sababu ni kitu kimewekwa wazi, fursa kila mmoja ajiangalie na pumzi zake. Sasa tunaposema jambo hili ni mubah, jamani, jambo la mubah linapigiwa beni. Hivi mbona hatusikii kuambizana tule nyama nguru tule nyama ya ng'ombe kila siku, au tule kuku kila siku? Mubahati hatuambizani. Lakini kuna watu bwana wakisimama kusema hao kila siku weni wake wengi. Jambo la mubaha vipi tunalipigia debe? Kuvaa kanzu ni mubah si mubah? Kuvaa shati na suruali mubah, mbona hatupigi debe? Ikiwa asubuhi na mchana na usiku, vaeni mashati, vaeni hatusikii. Kwa sababu jambo la mubaha jamani halipigwi debe, kila mmoja anafanya kwa namna anavyojisikia na kujipata. Zama zetu imekuwa kila mmoja asio wake wawili basi hana maana. Mwanamume sokuwa nake wengi si rijali mwanamume huyo, mwanamke ili mradi, manake vujo ndani ya mji wetu, ndani ya nchi zetu. Haya tunasema sisi tunasikia kwenye mitandao kuyaona. Sasa nukta hii ya mwanzo msingi, tukikubaliana kwamba kuoa wake wengi ni mubaha, basi haipaswi kupigiwa debe kwa namna tunavyopiga debe. Wanaosema sunna, wale wachache ambao wako baadhi ya wanavyuoni wanasema ni sunna, kwa sababu wamesema fankihuni amri wal amru yaktadhi alwujubi taban au an-nadbi. Hapa wujubi haupo lazima, kwa hivyo itakuwa nadbi. Wazi pamoja na kuwepo vidhibiti kwamba sunna ikiwa mtu ana uwezo, sunna ikiwa mtu ana uwezo kufanya uadilifu. Kwa wale waliosema sunna nazungumza, wanapiga debe au sio? Hivi hakuna sunna ndani ya miji yetu iliyoachwa zaidi ya kuoa wake wengi? Tuna sunna ya duha, tunaijua salati duha raka 2 tu, lakini hatusikii watu kupiga kelele. Ambao salati duha kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam sahihi, mwenye kusali raka 2 duha ni sawa sana kwamba katolea mwili wake mzima sadaka. Kuna salatu alwitri tunasikia kupigiwa debe, sunna vile vile. Tena Imam Abu Hanifa amesema ni wajibu, hatusikii kupigiwa debe. Bali kuna kusali sala za fardhi tunasikia kupigiwa debe. Kuna kablia na baadia muakkadat ambazo wanavyuoni wanapokuja kuelezea riwaya kutoka kwa masahaba wamefikia kusema kwamba Mtume hakuacha hizi muakkadat kablia na baadia, watu hawazioni hizi. Hapa bwana ni masala kuoa wake wengi tu, kuna nini? Ndio tukaona tuzungumze hili jambo. Lau tungelikuwa tumetoka kwenye vita vya Ukraine na Urusi,
na wanaume wengi wamekufa kwenye vita vile, kuna wanawake kama milioni 10 hivi hawana waume, tukaamua kupigania debe kwamba watu wawe wake wengi, tungejua kuna sababu ili wale wanaume wenye uwezo wa wanusuru wale wanawake ambao ni vizuka. Sawa jamaa? Lakini Tanzania yetu, Kenya yetu, tunaishi maisha kawaida tu, alhamdulillah. Juzi tumepata sensa Tanzania tuliofanya, takriban tumepishana kwenye milioni ngapi? Asilimia ngapi? Asilimia 1 si baina wanaume na wanawake. Kwa hivyo hata bado hatukufikia kwamba pengine sisi wanaume Tanzania asilimia 20, wanawake asilimia 75 80, tungesema kweli. Lakini wanaume na wanawake tunalingana. Kuna nini? Linapofuka jambo ndani ya jamii zetu, ukiona jambo linasemwa sana na jambo lile halipaswi kusema sana, jua kuna matatizo nyuma pazia. Ima kuna watu wana maslahi binafsi, au kuna maadui wanapandikiza fikra potovu, au kuna watu wameacha wajibu wa kuelezea haki, wamezuka watu waliokuwa sio ahli wanajioitoa na kuelezea wao. Ndio ile illa tastahi fasna ma shi'ta, kila mmoja atamkuwa msemaji. Sasa hebu tuangalie kwa nini tukasema mubah. Kwani je, asli ya hii ndoa ya watu wengi au at-ta'addud Uislamu ndio ilioleta? Nadhani wengi hawafahamu hili. Nadhani kwamba wingi wetu tunadhania Uislamu ndio uliokuja kusema watu waoe wake wanne, si ndio? Sijui tunafahamiana lugha hii? Haiko hivyo. Kabla ya kuja kwa utume wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enzi za kijahilia, Waarabu walikuwa na tabia ya kuoa wanawake wengi. Mayahudi wana tabia za kuoa wake wengi. Wafursi walikuwa wakioa wake wengi. Sikwambii mataifa mengine huku maeneo ya huku kwetu na kwingineko. Kuoa wake wengi ilikuwa ni jambo la kawaida, adatan. Wala mtu hatiwi illa akioa wake wengi, bali ilikuwa ni sehemu ya tafakhur. Mwenye wake 6, wanawake 10, wanawake 17, pamoja wote kakusanya pamoja wake zake. Na ndio maana wanasema wanavyuoni wa tarikh, utakuta wafalme wa zama zilizopita nyuma, utakuta makasiri yao yana vyumba vingi sana, na kila chumba wanaambiwa cha mke mmoja. Ukivihesabu vyumba si hasha ukaambiwa kuna vyumba 100. Moja ya riwaya, Nabii Suleiman alikuwa na wake 100. Nenda akasema. Kwa hivyo si Uislamu ulioleta kuoa wake wengi. Uislamu ulikuja kuweka mipaka ya wake, kama ilivyokuwa talaka. Talaka ilikuwepo kabla ya Uislamu. Watu wanaoa wanawacha, wanaoa wanawacha, lakini hakuna mipaka ya talaka. Mtu anaweza kafika talaka 100 na bado tu anaoa mke mmoja, anaolewa kama nguo, anamvua. Sasa Uislamu umekuja kumkomboa mwanamke. Uislamu umekuja kumuonea mwanamume, kumwekea mipaka asimuonee huyu mwanamke, kwa sababu mwanamke ni kiumbe dhaifu kimaumbile, sio kiakili tu. Wake wengine ukiambia naqisatul uqul wanakasirika. Jinsi ya mwanamke kwa ujumla wao ni naqisatul uqul. Dhati ya mwanamke kwa ujumla wao kwamba ni wapungufu wa akili kwenye kufikiri, kwenye kutoa maamuzi. Haimaanishi kwamba yuko mwanamke fulani na fulani hodari zaidi kuliko wanaume. Inawezekana kwa kuna mwanamke katika jamii amewapita wanaume 20,000. Hawa wanaume 20,000 wako chini yake na yeye ndo anaongoza. Inawezekana. Sisi sote tunakubaliana kwamba Bibi Fatima ni bora zaidi kuliko wengineo. Wanaume chungu mzima kawapita. Bibi Maryam hakadha, Kwa hivyo unapoambiwa lugha kama hizi ufahamu kwa ujumla, sio kwa mmoja mmoja. Uislamu ukaja kuweka mipaka. Ukasema ukitaka kuoa wake basi 2 au 3 au 4 basi. Msizidishe 4. Na haya yamezuka katika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walipokuja kusilimu masahaba, akiwemo Ghailan Ibn Salama al-Thaqafi, alikuwa na wake 10. Ameingia kwenye Uislamu.
Mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya iliyopokewa na ashabu sunan akasema amsik minhunna arba'an wafariq al-akharin, wabakishe katika hao 10 ulionao, chagua 4, halafu waliobakia farikiana nao. Uislamu unataka ubakie na wake wangapi jamani? 4. Suala linakuja, mazingira ya watu waliokuwa wanaoa watakavyo wao, kisha Uislamu unakuja kuweka 4 tu, ni rehma si rehma? Rehma taban. Kwa hivyo hii ni dalili na kuwarejeza wale wasioipenda sheria hii, hasa makafiri wanaosema sheria imekuja kumkandamiza mwanamke, Uislamu umekuja kumdhalilisha mwanamke, kwamba mwanamke leo kaambiwa aolewe na mwanamume mmoja, wanawake 4. Dhulma. Hakuna dhulma. Zamani kulikuwa kuna dhulma zaidi, Uislamu umekuja kuweka nini? Mipaka, piga mstari. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwake yeye ilikuwa mpaka huu haumuhusu, ni katika hususiyati za mtume, na ndio maana tunaambiwa akioa wake 9 kwa wakati mmoja alikuwa nao. Na kuna mambo ambayo ni katika hususiyati za mtume usishindane naye, lazima ithibiti kwamba ni katika hususiyati za mtume. Ikiwemo katika hususiyati za mtume ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam yeye kusimama usiku kusali ilikuwa ni katika fardhi kwake, qumil layla illa qalila, ni wajibu kwetu sisi, ni sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam karuhusiwa kuunganisha saumu, anafika magharibi hali kitu hata kwa tene mpaka siku ya pili mpaka siku ya 3. Sisi tumeambiwa ikifika magharibi lazima ufanye sunna ule, kwa ukiunganisha unaambiwa unafanya jambo la haramu. Kwa kuna mambo ni katika hususiyati za mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwamba mtume kwa wake wengi hilo linafahamika na kila mtu, lakini yeye kwa sababu ni mtume Mwenyezi Mungu, sheria yake ni hasa katika masala haya kwa hikma maalumu. Kila mke kamuoa kwa hikma maalumu, darasa zake nyingine, mihadhara yake mingine. Kwa nini kamuoa mke wa kwanza, kwa nini kamuoa mke wa pili, wazi. Lakini kuna kitu kimoja muhimu nataka nikizungumze, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuoa wake zake wote hakuna hata mke mmoja aliomuoa kwa ajili ya kukidhi shahwa zake. Mtabihu, kwa sababu nitakuja kuelezea mbele huko masala haya. Wakeze mtume wote aliooa hakuna hata mmoja aliomuoa kwa sababu gani? Shahwa. Kwamba mimi ninahitaji kufanya tendo la ndoa, mmoja hanitoshi, niongeze wangapi? Wa pili. Kwamba nishapewa na Mungu 5, hao hanitoshi, niongeze wangapi jamani? Wa 6. Mtume hakuwa katika hali hiyo. Tusijiangalia sisi tulivyo na ushetani tulionao ndani ya nafsi zetu wa shahwa, tukamfanya na mtume yuko kama nini sisi. La, yule mtume Mwenyezi Mungu hali zake ziko kwingine. Hakadha. Kwa hivyo hii tanbihi muhimu naitoa, usije ukajifanyia wewe manake mimi kama mtume na wake wengi. La, jingine katika haya tutataka kuyazungumza sasa ni hukumu ya ndoa kwa tafsiri, pamoja na kufuata shuruti zake. Sharti zilizotajwa na wanavyuoni kupitia Qur'ani na sunna za mtume za kuoa wake wengi ziko 2. Ya kwanza al-qudra, ya pili al-adala. Ya kwanza al-qudra, ya pili al-adala. Sharti kuu hizo, yako mengine unaweza ukapata ndani yake. Lakini kabla hatukuzichambua hizi sharti 2, kwanza tunapaswa kufahamu, kwani kuoa mke mmoja nini hukumu yake? Maana kuna watu bwana, inawezekana tunazungumza hapa somo yangu kuoa wake wengi, huyo mmoja anamtafuta mpaka leo. Sasa tukaumizana kichwa, wewe unazungumza 2 3, mimi mmoja sijampata, mwaka wa 6 unamtafuta na mahari sina. Sasa vizuri tukajua hukumu ya kuoa, wazi ili tupate nini maana ya qudra, uwezo. Halafu uwezo huu tukishakufahamu tutaupeleka kwenye kuoa wake wengi, kisha tutazungumza sasa uadilifu, na ndio sharti kuu katika kuoa wake wengi. Al-qudra imetokana na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Enyi vijana,
mwenye uwezo na nguvu za kuoa basi na aoe. Fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj, kwa sababu kuoa ndio njia nzuri ya kuzuia macho yako yawe chini na tupu zako zisiingie katika zina. Wa man lam yastati', na yule ambaye hawezi kuoa, fa alayhi bisawm, basi ajilazimishe kufunga. Fa innahu lahu wijah, kwani saumu kwake itakuwa ni kinga. Nini maana man istata'a minkum albaa? Wanavyuoni wamesema hapa istita'a kwa maana albaa kwa maana mbili. Maana ya kwanza kuweza kufanya tendo la ndoa, kuweza kufanya tendo la ndoa. Kijana shababi, una nguvu zako. Na maana ya pili kuweza kumkimu yule mtoto wa watu, mahari, na kumsimamia yale ambayo kwako wewe ni wajibu kumsimamia, ambayo ni yapi? Kumlisha, kumvisha na kumweka mahala anapostahili. Tumefahamiana mpaka hapo? Ukiweza kuwa nayo hayo, basi nenda kaoa. Ni sunna kuoa katika hali kama hiyo, kwamba uwezo unao na haja ya kuoa unayo, kwa sababu unazo nguvu na fursa ya kuoa unayo, basi nenda kaoa na thawabu utapata. Kwa sababu kuoa kwako lengo lako linakuwa ni kujihifadhi usiingie katika maasi. Lengo lako litakuwa ni kwa ajili ya kupata kizazi, kukithirisha ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio Mtume akasema tazawwajul waludal waduda, oweni wenye kuzaa waliokuwa wanapenda kupenda, wanajua kupenda. Fa inni mubahim bikumul umama yawm alqiyama. Kwa hivyo katika malengo makuu ya kuoa, sio kwa wake wengi, malengo makuu ya kuoa mke huyo mmoja ni haya, kwamba upate hifadhi, usifanye zina, upate stara, upate kizazi kingi, vile vile kuendeleza sunna ya Mtume, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kwa kuoa ni sunna, kwa sababu ni mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kuoa wake wengi, na kwa nini imekuwa sunna? Kwa sababu kuoa zimekuja nasi wadih, nususi zimekuja wazi wazi, oeni, tanakahu, ya ayyuhalladhina amanu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Si ndio? Ile ta'arafu hapo shu'uban, inna akramakum indallahi atqakum, imeelezea mengi katika masharti yanayohusiana na hata ndoa yanaingia, ambapo ndani yake kuna masala ya kufu, ndani yake kuna masala ya jamii na mtazama vipi mume na mke, ndio walioana sio. Haya hatutaki kuyazungumza, si darasa yetu ya leo. Ushakuwa na uwezo, mke yupo na una hamu ya kuoa na unaweza kumkimu, oa. Kwamba je, kabila langu si kabila langu, mcha Mungu si mcha Mungu, haya yanafuatia. Ukitaka ziada utarudi kwenye hadithi za Mtume, tunkahul mar'atu li 40 limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha.